Je, umewahi kuota ndoto unaanguka chini lakini huoni mwisho? Au unajikuta unaanguka ghafla kwenye shimo jeusi na la kutisha? Watu wengi wakiamka huwa wanakuwa na hofu kubwa, lakini swali ni hili: ndoto hii ina maana gani? Leo tutaenda kuichambua kwa kina ndoto ya kuanguka kwenye shimo refu. Hii ni ishara isiyo ya kawaida kabisa na sio ndoto ya kupuuza. Leo tutaenda kuichambua kwa undani kabisa na kwa kina zaidi. Na kama kabisa ni mara ya kwanza kujiunga pamoja nasi, bonyeza kitu chekundu yani subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele. Hongera sasa, na umekuwa miongoni mwa familia ya Jehova Media TV Online. Kwenda kuangalia hii ndoto ya kuanguka kwenye shimo refu, na huo ni mwisho wake, na tutaangalia maana tofauti. Tutaenda kuichambua ndoto hii kwa kina na aina mbalimbali za kuota ndoto hii na tafasiri zake. Kwa hiyo kabisa ni wewe tu kuendelea kujifunza pamoja nami hadi mwisho wa somo hili. Maana ya shimo katika ulimwengu wa kiroho. Je, unapokuwa unaota unakuwa kwenye shimo refu, lile shimo linamaanisha nini kwenye ulimwengu wa kiroho? Katika maandiko matakatifu, shimo mara nyingi linamaanisha vitu vifuatavyo. Cha kwanza, kuanguka kiroho, au cha pili, hasara au kufilisika. Cha tatu, mitego ya adui. Cha nne, aibu na fedheha. Cha tano, giza la maisha. Katika Zaburi ya 40 mstari wa 2 imeandikwa, akanitoa katika shimo la uharibifu. Kumbe huwa yapo mashimo ya uharibifu. Hii inaonyesha kuwa shimo linaweza kuwa sehemu ya hatari au maangamizi. Kwa hiyo ukiota unaanguka kwenye shimo refu, mara nyingi ni ishara kwamba kuna kitu ambacho kinakuvuta wewe kwenda chini kwenye maisha yako. Kwa hiyo ukiota mara nyingi unashuka chini kwenye shimo refu, ujue ya kwamba ni ishara kwamba kuna kitu ambacho kinakuvuta wewe uende chini kabisa kwenye maisha yako. Sasa kwenda kuangalia ishara 5 za ndoto ya kuanguka kwenye shimo refu. Zipo ishara 5 ambazo ishara hizo ni ishara za kuanguka kuelekea kwenye shimo refu. Ishara ya kwanza, hatari ya kuanguka kiroho. Kwa kama ushawahi kuona unaanguka kwenye shimo refu, hii ni ishara ya kwamba una hatari kabisa ya kuanguka kiroho. Na huenda kuna uzembe katika maombi, huenda kuna uzembe kwenye kusoma neno la Mungu, pia kuna uzembe wa muda mrefu wa kuishi maisha matakatifu. Moja kwa moja una hatari kubwa kabisa ya kuanguka kiroho. Kwa ukiota ndoto kama hii, jiangalie kwanza. Je, maisha yako ya wokovu kwa sasa yakoje? Je, hali yako ya maombi kwa sasa ikoje? Je, hali yako ya kusoma neno la Mungu ikoje? Na uangalie maisha yako matakatifu sasa hivi, unaishi maisha gani? Je, maisha yako yanampendeza Mungu au kuna vitu ambavyo unachanganya? Kwa hiyo una ndoto kama hii, ishara ya kwanza ni hatari ya kuanguka kiroho kabisa. Na nitaenda kukufundisha namna ya kutoka kwenye eneo hili. Kama ushakuona ndoto kama hii, nikwambie usiogope. Leo ni mwisho wa hofu yako yote, kwa sababu liko suluhisho ambalo nitaenda kukuelekeza mwisho wa video hii. Na ishara ya pili ya kuota ukiwa unaanguka kwenye shimo refu, ishara ya pili ni mtego wa adui. Kwa kama ushawahi kuona unaanguka unaelekea kwenye shimo chini kabisa, hii ni ishara ya mtego wa adui. Katika Mithali ile sura ya 26 mstari wa 27, Biblia inatuambia kwamba yoyote atakayechimba shimo ataangukia humo. Kumbe kuna muda adui anatega shimo, lakini Mungu anasema kwamba atakayechimba shimo ataangukia humo. Kwa hiyo unapoona mishale kama hii au mtego kama hii, unajua kwamba ni mtego wa adui ambao unakuelekeza uweze kudumbukia kwenye shimo. Lakini kwa kuwa Biblia imesema kwamba atakayechimba shimo atadumbukia yeye mwenyewe huko kwenye shimo ambalo amekuchimbia, nitaenda kufundisha namna sasa ya kugeuza ndoto hii ni adui ule mtego uweze kurudia, ili yeye mwenyewe adumbukie kwenye shimo ambalo anakuchimbia wewe. Wakati mwingine kuna watu ambao wanakuwazia mabaya au wanakupangia vitu vibaya. Ndoto kama hii inakuwa ni Mungu ambaye anakuelekeza ya kwamba utegue mitego ya adui kabla haijaja.
utegue mitego ya adui kabla haijaja. Ndio maana nimesema kwamba ndoto kama unapoona kwamba unaota unateremka kuelekea kwenye shimo, unaanguka kwenye shimo refu, ujue kwamba ni mtego wa adui, ujue kwamba ni mtego wa adui ambao wamefanya ili wewe uweze kudumbukia kwenye shimo, ili wewe uweze kudumbukia kwenye shimo refu ambalo hutaweza kutoka. Ujue kwamba kuna mtego ya adui ambao anaiseti ili uweze kudumbukia kwenye shimo, lakini tumaini ni kwamba alisema kwamba atakayekuchimbia shimo atadumbukia mwenyewe. Ni pale tu ambapo utajua namna ya kutoka kwenye hali hiyo, namna ya kuweza kuomba maombi ambayo yanakuvusha mahali hapo. Lakini yote haya utayapata ndani ya video hii. Tunapozidi kuendelea kujifunza, mwishoni nitafundisha namna ya kupindua na namna ya kutoka kwenye hali hii. Na ishara ya tatu, ukiona kwamba unaanguka kwenye shimo refu, ishara ya tatu ni hatari ya kufilisika kifedha au hatari ya kuporomoka kiuchumi. Mara nyingi watu wengi baada ya kuota ndoto kama hii ni watu ambao wamekuwa wakishuka kiuchumi, ni watu ambao wamekuwa wakiporomoka kiuchumi, na mara nyingi hii inaonyesha kwamba biashara kushuka au biashara kuanza kufilisika. Na nimesema kwamba ukiota kabisa unadumbukia kwenye shimo refu ambao kabisa uone mwisho wake, hii ishara kifedha ni kwamba ni hatari ya hasara kiuchumi, ni hatari ya hasara kwenye maisha yako ya uchumi. Kwa hiyo biashara inaanza kushuka. Pia kingine, au kazi kupotea. Unakuta kazi ambayo ulikuwa nayo inaanza kupotea, na wengi baada ya kuota ndoto kama hizi wamejikuta wakifukuzwa kwenye eneo la kazi, wamejikuta biashara zao zinashuka. Pia wamejikuta kuwa watu wenye madeni makubwa, madeni ambayo hawawezi kuyalipa. Maanake yale madeni yamekuwa ni shimo ambalo limewameza na kuwafikia, hawawezi kabisa kulipa madeni hayo. Ni baada tu ya kuota ndoto kama hii. Na kitu kingine, wewe unaonyesha kabisa hali ya kufilisika. Unakuta mtu alikuwa na mali, alikuwa na nini, lakini anajikuta amefilisika. Kwa nini anafilisika? Adui anamtengenezea shimo la madeni makubwa, ambayo ile madeni makubwa yanameza ule mtaji wake. Baada ya kumeza mtaji wake, anaingia tayari mtu ambaye amefilisika kabisa, hawezi kuendelea na hali ya uchumi. Kwa kama ulikuwa unashuka chini bila kushika kitu chochote, bila kushika kitu, ishara hii ni onyo kwamba kuangalia maamuzi yako ya kifedha. Kama ulikuwa unashuka chini, hujashika kitu chochote kile, umeota ndoto kama hii, ni wewe kuangalia maamuzi yako ya kifedha. Je, unagawaje fedha zako kwa sasa? Na maamuzi yako ya kifedha sasa hivi unayatumiaje? Kuenda kuna matumizi ambayo unatumia sio sahihi, ambayo matumizi yale yatapelekea wewe uchumi wako kuporomoka, uchumi wako kufilisika. Ishara ya nne ya ndoto ya kuanguka chini kuelekea kwenye shimo refu. Ishara ya nne ni mahusiano yenye sumu au mahusiano yasiyo sahihi. Mara nyingi ukiingia kwenye mahusiano yasiyo sahihi, maanake yale mahusiano yanachukuliwa kama shimo. Maana yake yataanza kukumeza moja kwa moja, yanakushusha chini, na moja kwa moja ni mahusiano ambayo siyo sahihi. Huenda kuna watu au kuna mtu ambaye kabisa anakuvuta chini, ambaye amekuja kwa hali ya uhusiano. Anaweza kuja kama rafiki, lakini ni rafiki ambaye ni mbaya. Anaweza kuwa ni mpenzi, lakini mpenzi huyo ni mpenzi ambaye sio sahihi kabisa kwenye maisha yako. Kwa ukiona hali kama hii, sio hali ya kupuuza, ni wewe tu kuanza kuchukua hatua ambazo ni muhimu, ambazo hatua hizo zitakusaidia wewe kuvuka hapo ulipo, zitakusaidia wewe kujua kwamba haya mahusiano sio sahihi. Huenda tu baada ya kuingia na mtu huyo kimapenzi, amekuwa mpenzi wako, na baada ya kuongea tu kuwa mpenzi wako, moja kwa moja umeangalia, kila ukiota ndoto unaota ukiwa unateremka kwenye shimo kubwa, ujue Mungu anakupa taarifa ya kwamba mahusiano ambayo umeingia sio mahusiano sahihi. Lazima uangalie na kuanza kujitenga na mahusiano kama hiyo. Pia uangalie kwamba ndoto kama hii ukiona kwamba kwenye mahusiano, ujue pia kuna vitu ambavyo umefanya ushirika ambao sio sahihi. Maana kuna kampani ambazo umejiunga ambazo sio sahihi. Kwa lazima uangalie kampani zako ambazo umejiunganisha nazo, ujue kwamba hizi kampani sio sahihi.
Kwa baada ya kujiunga na magrupu kama hayo, umejikuta ni mtu ambaye unaota kabisa unashuka chini, maanake vile vitu vimekuwa kama shimo, na baada ya kuwa kama shimo vinakuvuta wewe uweze kwenda chini kwenye maisha yako. Na ishara ya 5 ya ndoto kama hii, ukiwa unaota unavutwa kwenda chini, yaani ukiwa unaota unaelekea kwenye shimo kubwa ambalo huoni mwisho wake. Ishara ya 5 ni msongo wa mawazo makubwa, ni msongo wa mawazo mkubwa mno. Unakuta una msongo wa mawazo mkubwa. Wakati mwingine ndoto hii hutokea pale tu mtu anapokuwa ana hofu, na mtu anapokuwa na hofu kabisa kwenye msongo wa mawazo anakuwa na high depression. Kwenye kisayansi tunasema kwamba kwenye akili ya mwanadamu huwa kunasema kwamba kwenye ubongo huwa kuna sehemu ambapo kuna dopamine. Kwenye dopamine huwa kuna sehemu ambapo mwanadamu asipochukua maamuzi anajikuta anakuwa na high depression. Ile high depression inapelekea yeye sasa, huyo mwanadamu anakuwa ni mtu mwenye hofu kubwa, anakuwa ni mtu mwenye hofu kubwa kabisa. Ile hofu inapelekea msongo mawazo, na baada ya kuwa mtu ambaye ana msongo mawazo, mara nyingi huwa anaota ndoto za kutisha kila wakati, ambazo ndoto zile ni ndoto za kuhatarisha maisha yake. Anakuta ni mtu mwenye hofu. Pia kingine inampelekea kuwa mtu ambaye anakuwa na msongo mawazo, ambaye muda mwingine anajikuta kabisa kila kitulia anakuwa ni mtu ambaye anahofia kesho, ni mtu ambaye kabisa ana wasiwasi na maisha yake. Kwa hali hiyo inapelekea kuwa na wasiwasi mwingi, ambao ule wasiwasi unamletea msongo mawazo kabisa. Yeye kila kitu akikiangalia anafikiria in negative way. Kwa ile kufikiria kwenye negative way kwa kila jambo ambalo ninaangalia, moja kwa moja anajikuta amekuwa mtu ambaye ana msongo mawazo. Anajikuta ni mtu ambaye moja kwa moja mawazo ambayo anawaza yeye, kila mfano akifikiria biashara, akifikiria anaona hasara, kwamba je, ikitokea ni hivi vitu vikaondoka hapa nitafilisika. Ile kitu anaacha, anaenda ananunua kama ni kuku, kama ni mayai, anasema kitokea hapa vikianguka hivi vitu, anakuwa ni mtu ambaye kila kitu ambacho kinakuja akiarate in negative way. So unapokuwa unafanya kitu chote kile, ukaanza kuona wazo ambalo linakuja na kuanza kuwaza hasara, ni kuambie wewe utatoka hapo ulipo. Ni hatua tu ya kuchukua kwamba lazima kila kitu ambacho kinakuja kwenye akili yako uanze kukifikiria in a positive way. Ujue kwamba ndio ipo negative, ipo positive, lakini kwa kuwa nimeamua kufanya no matter, kwa kuwa Mungu ananiongoza, nami naamini ya kwamba sio Mungu analeta kila kitu niweze kufilisika. Hapana, hiki kitu nitafanya kwa uaminifu wa Mungu na nitaona matokeo kabisa. Kwa hiyo hizo ni ishara 5 ya ndoto ya kuanguka ukiwa unaelekea chini. Na kuna maana tofauti kulingana na ndoto ulivyoiota. Kuna maana tofauti kulingana na ndoto ulivyoiota. Kwa hiyo ukianguka au kitu unaanguka na kuamka kabla hujafika chini, unaota kabisa unaanguka na kuamka kabla hujafika chini. Hii ina maana Mungu anakupa nafasi ya kutubu na kurekebisha jambo kabla halijaharibika. Na maana nyingine, ukianguka na kufika chini, hii ni ishara kuwa tayari kuna athari zimeanza kwenye maisha yako. Na hatua nyingine ya kuota au na maana tofauti ya kuota, mtu anakusukuma. Ukiota mtu kabisa, mtu anakusukuma kuelekea kwenye lile shimo. Hali hii inaonyesha kwamba kuna usaliti au kuna njama za watu ambazo zinatengenezwa kwa ajili ya kukuwezesha wewe kuweza kuporomoka kabisa kwenye hali yako ya kimaisha. Na namna nyingine ya kuota, unaanguka gizani. Ukiwa unaanguka gizani, giza ni ishara ya makanganyiko au kukosa mwelekeo. Ujue kwamba sasa unaenda kukosa direction. Sasa nini kifanyike ukiota ndoto kama hii? Nini kifanyike ukiota ndoto ya kuanguka kuelekea kwenye shimo kubwa? Kitu cha kwanza, omba mara moja, au kwa kusoma Zaburi ya 23 kwa imani. Soma Zaburi ya 23 kwa imani. Leo sitasoma pamoja na wewe, lakini chukua muda wako, soma Zaburi ya 23 kwa imani. Uisome kabisa kwa imani. Pia
Hatua ya pili, kufunga na kuomba. Funga kama inawezekana, anza kuweka mkakati wa kunafanya maombi ya kufunga na kuomba. Na kitu cha tatu, chunguza maisha yako. Jiulize, je, nimepunguza maombi? Je, kuna maamuzi mabaya ambayo nimewahi kuyafanya? Je, kuna watu ambao nawahusisha kila mipango yangu? Kuna watu ambao nawahusisha kila plani zangu? Kwa lazima anze kufikiria vitu kama hivyo. Na kitu kingine, lazima uanze kusoma neno la Mungu. Uwe ni mtu ambaye unafuatia neno la Mungu kwa kina. Uwe ni mtu ambaye unajifunza neno la Mungu kila siku na kwa kufuata mwongozo sahihi. Nimesema kwamba kama unahitaji namna ya kusoma Biblia, namna ya kusoma Biblia na kuielewa, namna ya kusoma Biblia kwa mtiririko mzuri, usisite pia kuniambia kwenye section ya comments. Nitaweza kusaidia namna na kutumia ratiba nzuri kwa njia ya WhatsApp, namna ya kujifunza maandiko, namna ya kusoma Biblia na kuweza kufuata mtiririko ambao ni mzuri kabisa. Kwa hiyo ni kuambia kwamba kumbuka kwamba Mungu anakupenda na Mungu bado ana mpango na wewe. Kwa hiyo kabisa, usiogope kwa ndoto ambayo umeota, usiogope kwa ndoto kama hii, bali chukua hatua ambazo nimekuelekeza. Kipi kifanyike baada ya kuota ndoto hiyo? Kwa hiyo nikwambie kwamba, ndugu mpendwa, usisahau kabisa like, kushare, kusubscribe na andika nimetoka katika shimo kwenye section ya comments. Mungu akubariki kabisa na Mungu azidi kukuongoza vyema. Tukutane kwenye somo lijalo hapa ndani ya Yehova Media TV online. Usisahau kushare kwa mtu mmoja. Leo utakuwa umetangaza neno pamoja na Mungu awe nawe.